Jeshi la Iran lashambulia kambi ya anga ya Marekani Jordan, lasimamisha meli Hormuz. Jeshi la Iran la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu limetekeleza shambulizi la kulipiza kisasi kwa makombora ballistic dhidi ya kambi ya jeshi la anga la Marekani nchini Jordan, sambamba na kusimamisha meli 3 zilizoingia kinyume cha sheria kwenye lango bahari la Hormuz. IRGC imesema kwenye taarifa mapema Jumatano kwamba katika kujibu vitendo vya kichokozi vya jeshi la Marekani linaloua watoto, wapiganaji jasiri wa kikosi cha anga za mbali cha IRGC walirusha makombora kadhaa ballistic kulenga kambi ya anga ya Marekani na makao makuu ya kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM nchini Jordan. Taarifa hiyo imeongeza kuwa maadamu vitisho dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu vitaendelea na vitendo haramu na vya uhasama vya majeshi ya Marekani dhidi ya maslahi yetu vitaendelea, mapambano nayo yataendelea. Ikinukuu, anasema vitisho vya maafisa wa Marekani na uingiliaji haramu dhidi ya maslahi yetu ni lazima vikome. Marekani imetekeleza ukiukaji mwingi dhidi ya ardhi ya Iran tangu Aprili 7, wakati Rais wa Marekani Donald Trump alipotangaza kusitisha mapigano kwa upande mmoja katika awamu ya karibuni ya hujuma pana ya Marekani na utawala wa Kizayuni inayolenga Jamhuri ya Kiislamu. Na ukiukaji huo umeendelea hata baada ya Washington na Tehran kusaini hati ya maelewano mwezi uliopita kwa upatanishi wa Pakistani, ambapo kifungu chake cha kwanza kilikuwa kimeweka wazi sharti la kusitishwa kwa hujuma katika nyanja zote. Kwa mujibu wa mkataba huo, pia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilitenga njia ya baharini kwa ajili ya upitaji salama na wa kisheria kupitia lango bahari la Hormuz. Hata hivyo, Marekani imekuwa ikijaribu kusaidia meli kukwepa njia hiyo kwa kuzisindikiza meli zinazoingia bila ruhusa kupitia mkondo usio halali. Vikosi vya ulinzi vya Iran vimechukua hatua kali za kujibu kila tukio la ukiukwaji, ikiwemo yale yanayohusiana na kusaidia uendeshaji haramu wa meli katika lango bahari la Hormuz. Na katika taarifa nyingine ya Jumatano, IRGC imetangaza kusimamisha meli 3 za kubeba mafuta ambazo zilikiuka maonyo ya IRGC na kuendelea kusafiri kwenye njia isiyo salama na isiyo halali ndani ya mkondo huo wa bahari kwa uchochezi wa Marekani. Sasa tutazame kwa nini Marekani ilisimamisha vita dhidi ya Iran baada ya wiki mbili. Kufuatia wiki mbili za uhasama na baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kuzungumzia uwezekano wa kupanua mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran, mapigano kati ya pande hizo yalisimama ghafla. Wiki iliyopita Trump alikuwa ametishia kwamba Iran ingekabiliwa na mashambulizi makali na yasiyo na mfano wake. Ripoti za vyombo vya habari pia zilionyesha uwezekano wa mapigano kuongezeka kwa kuathiri miundombinu ya kiraia. Hata hivyo, Trump alilegeza msimamo wake wa vitisho akidai kuwa alikusudia kutoa nafasi zaidi kwa diplomasia. Swali linalojitokeza sasa ni je, kwa nini Trump kwa mara nyingine tena ameachana na vitisho vyake na kusimamisha mwenendo wa mgogoro huu? Je, hatua hii inaashiria mwisho wa vita au ni kusitisha mapigano kwa muda tu? Sababu kuu lazima itafutwe katika hatua zinazochukuliwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika uwanja huo. Katika wiki mbili zilizopita, vikosi vya jeshi la Iran vimeonyesha mbinu tofauti za kivita, vichukua hatua kwa weledi mkubwa zaidi kuliko ilivyokuwa wakati wa vita vya awali vya siku 12 na siku 40 mtawalia. Mashambulizi makali mfululizo yaliyofanywa na vikosi vya Iran dhidi ya kambi na maslahi ya Marekani kwenye eneo iliweka tena Teherani katika mkondo wa mashinikizo endelevu, hali iliyokumbushia kipindi cha kilele cha mgogoro wa vita vya siku 40. Kufuatia ubadilishanaji wa mara kwa mara mashambulizi ya kijeshi kati ya Iran na Marekani, mwelekeo wa mgogoro huu umekuwa tena kwa maslahi ya Iran. Trump na utawala wa Marekani wamefikia uamuzi kuwa Iran haitasalimu amri katika vita vinavyoendelea, bali itaendelea kufuatilia malengo yake kwa nguvu zaidi, na hali hii hatimaye haiendani na maslahi ya Marekani. Sababu ya pili inahusu athari za vita kwenye soko la nishati. Kadiri mzozo ulivyoendelea na kushika kasi, soko la kimataifa la nishati liliathirika haraka. Bei ya mafuta ambayo awali ilikuwa imeshuka kufuatia makubaliano ya kusitisha mapigano na kutiwa saini hati ya maelewano kati ya Iran na Marekani, jambo lililoupa auheni uchumi wa Marekani, ilipanda tena haraka kuelekea kiwango cha dola 100, huku kukiwa na ongezeko la mashinikizo ya Iran kwa jeshi la Marekani. Kuendelea kwa hali hii kungeweza kusababisha madhara makubwa kwa uchumi wa Marekani na dunia kwa ujumla. Sababu ya tatu ni kuingia Yemen katika mzozo huu, kuanzisha mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia na kutishia kufunga lango bahari la Bab al-Mandab. Yemen ilileta mabadiliko yaliyochangia pakubwa kupanda kwa bei ya mafuta duniani, hali ambayo ingeweza kuendelea kuathiri uchumi wa dunia. Na kwa upande mwingine, Saudi Arabia haina nia kujiingiza kwenye vita hivi, na Trump anafahamu ukweli huu. Sababu ya mwisho inahusu tahadhira za mafanikio ya Iran na kuathirika vibaya itibari ya Trump kufuatia kushindwa kwake katika makabiliano na Teheran nchini Marekani, jambo linaloweza kudhoofisha zaidi nafasi ya rais, si bunge, bali ni kuongezeka kwa idadi ya majeruhi na vifo vya wanajeshi, tatizo lililomkabili Lyndon B. Johnson wakati wa vita vya Vietnam na Joe Biden katika vita vya Afghanistan. Kwa mtazamo huu, hali ya sasa kwenye eneo na kwenye lango la Hormuz
inaweza kumweka Trump kwenye hali ngumu kama hiyo. Kwa pamoja, mambo haya ndiyo yamepelekea kusitishwa kwa muda mapigano makali yaliyokuwa yakiendelea, lakini hii halina maana ya kumalizika vita, kutilia maanani tamaa, tabia mbaya na historia ya Marekani ya kukiuka ahadi zake na kutumia vibaya mazingira yanayojitokeza. Sasa hayo pia yakiendelea, nikwambie karibu nusu ya Marekani wanataka waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu akamatwe licha ya propaganda zinazofanywa na utawala huu wa Kizayuni ambazo zimeuharimu mamilioni ya dola. Hayo ni kwa mujibu wa uchunguzi mpya wa maoni uliofanywa na jarida la Economist kwa ushirikiano na taasisi ya YouGov kati ya Julai 25 na 27. Na utafiti huu umebaini kuwa 49% wa Marekani wanaunga mkono kumkamata Netanyahu kulingana na hati iliyotolewa na mahakama ya kimataifa jinai ICC, huku 27% wakipinga kukamatwa kwake na 23% wakiwa bado hawana uhakika. Matokeo hayo ya uchunguzi wa maoni yanaonyesha kuwa wito wa kutaka waziri mkuu wa Israeli awajibiki kwa mwenendo wa utawala wa Kizayuni huko Gaza umeenea zaidi na kuvuka mpaka wa uungaji mkono hadi wa Palestina. 47% waliohojiwa wamesema wanaamini Netanyahu ana hatia ya kuhusika na uhalifu wa kivita huko Gaza, ikilinganishwa na 24% ambao hawakukubaliana na hoja hiyo. Idadi hiyo hiyo ilisema vitendo vyake vimeharibu uhusiano kati ya Israeli na Marekani. Uchunguzi huu wa maoni umebaini pia kwamba 43% wa Marekani wanaamini Israeli inafanya mauaji ya kimbari dhidi ya raia wa Palestina, wakati 24% wanaitakidi kuwa haifanyi hivyo. Matokeo hayo ya uchunguzi wa maoni uliofanywa na The Economist kwa ushirikiano na taasisi ya YouGov yametolewa huku utawala wa Kizayuni ukiwa Israeli ikiwa inatumia mamilioni ya dola ili kujaribu kugeuza mkondo wa kuporomoka hali ya uungaji mkono inayopata kwa Marekani na kubadilisha mtazamo wa umma juu ya namna unavyoelewa kuhusu mauaji ya kimbari unaofanya utawala huo huko Gaza. Na uchunguzi uliofanywa wiki hii umebaini kuwa serikali ya Israeli ilitoa kandarasi ya dola milioni 46.5 kwa Clock Tower X, kampuni inayomilikiwa na meneja wa zamani wa kampeni ya Trump, Brad, ili kushawishi kile ambacho akili mnemba ya chatbots huwaambia watumiaji kuhusu Israeli na Gaza. Shukrani kwa Babu ya Kivita. Mimi ni The Rich Voice.